Karibu katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Jabil Charles Abel na Philip Nkin tukiwa katika kurasa za mwisho, na hali ya hewa ni ngumu leo lakini ni baraka, manake tumenyeshewa na mvua. Au unasema Jabil? Ni kweli. Mvua kubwa imenyesha yenye radi kubwa mjini Dar, na upepo unaoandamana na mawio mawio kwa kasi inaokwenda katika usawa wa bahari wa kilomita 810. Imepiga sana mvua leo pamoja. Sijui labda kuna maeneo mengine mvua haijanyesha. Kuna mtu kaniambia kwamba haijanyesha kwao. Wapi? Kuna mtu kwamba mvua haijanyesha. Haya, karibu katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian na moja kwa moja basi tutaangaza katika yale yaliyojiri. Labda nikianzia na Jabiri. Jabiri, kwako kuna nini chap kwa asubuhi hii? Kwenye kubwa base kwenye rekodi za mchezaji na mechi ya leo kati ya Simba na TRA. Rekodi za leo. Haya. CAF nao jana mechi ilichezwa. Yes, usiku wa manane kwa mkia. Ilianza ya kwanza ilianza ya kwanza. Mamelodi na Stade Malien 3-0 3-0. Alafu mechi nyingine ikafuata pale saa 7 usiku Farabat na Pyramid 1-1. Haya, leo hii kuna mechi Berkane anacheza na Al Hilal. Alafu kesho Jumatatu Tunis na Al Ahly. Ukiangalia ratiba ni kama vile jana kupo kuna mechi mbili, kumbe leo ndo kuna mechi tarehe 13 14 ile siku, yani ina maana ile mechi ya Farabat imechezwa siku ishapinduka. Siku ishapinduka. Ile ratiba yake imesoma leo. Ipi hiyo? Ya Farabat. Farabat imesoma leo. Mechi imechezwa leo. Lakini mechi imechezwa jana. Sasa kwa saa zako. Kwa saa za huku ni leo, lakini kwa muda wa Morocco ni jana. Ni jana. Kwa muda wa Morocco pale saa 3 nyuma. Nadhani sasa hivi majira tayari yameshabadilika, tuko mbele kwa masaa 3 na Morocco. Wakatoka sare 1-1. Alafu kuna mechi ya baadaye tena ya siku ya Jumatatu ni Tunis Al Ahly. Mechi ya kwanza kabisa. Na tukiangalia kwa haraka kabisa tuna dabi tutasoma katika gazeti la Mwana Sports katika mwelekeo huo wa kuelekea katika dabi. Mechi ya mabao leo ni nani? Simba na TRA United. Simba na TRA. Mechi ya mabao. Kwa nini eti? Chazabela. Sasa nadhani msomaji ndio inabidi anunue gazeti. Aweze kujifafanulia. Haya, katika gazeti la Mwana Sports mapema kabisa leo, zigo la Fei. Hii ni dabi. Takwimu za Faisal Azam FC hiyo hapo. Mwamba huyu hapa, tutazidi kuangalia nini ambacho kipo katika mchezo huu ambao unachezwa kesho katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nini ambacho unakifikiria Mkini katika mechi hii muhimu kabisa ya dabi na maamuzi yake na takwimu zake na mwelekeo mara baada ya hapa? Navyokiona mimi mwenyewe binafsi navyodhani mmoja hapa atakaoshinda pale atakupa amejiweka vizuri kabisa katika kunyakua ubingwa. Yani, mimi kama inavyoitwa dabi, inafikiri tunaenda kwenye mechi ambayo ina maamuzi ya timu zote mbili, sababu hizo ndio timu pekee ambazo hazijafungwa mpaka sasa hivi kwenye ligi yetu. Tunapoelekea mpaka sasa hivi Azam hajapoteza mchezo wote, Yanga hajapoteza mchezo wote. Wanatofautiana tu zile sare ambazo wametoa. Lakini hizo ndio timu pia ambazo zimefunga magoli mengi zaidi kwenye ligi mpaka sasa hivi tunapozungumza hapa. Akiwa anaongoza Yanga, anafuata Azam. Kwa hiyo ukiangalia ni mechi ambayo mara nyingi haijai kuwa mechi rahisi. Nafikiri Yanga wanaenda kwenye hiyo mechi wakiwa na kumbukumbu ya kwamba nyuma miaka mitatu, nafikiri mwaka mmoja na miezi mitatu nyuma,
Azam ndo waliwafunga Yanga msimu ule uliopita. Ile mechi ambayo Yanga alianza kupoteza kwa Azam afa kaja akapoteza kwa Tabora ambao sasa hivi ni TRA. Kwa hiyo wanaenda kwenye mechi ambayo ni ya record, lakini ukifuatilia pia ina vichwa vingi sana vinazungumzwa. Anazungumzwa makocha, Ibenge nafikiri mechi yake nyingine anaenda kucheza na Yanga. Kama unakumbuka kuna ile ambao alicheza kule kwenye Mapinduzi Zanzibar, ambao alipanga vijana wengi lakini bado akaonekana kwamba aliweza kupambana na Yanga mpaka dakika za nyongeza zile. Lakini pia ni mechi ambayo mara nyingi inazungumza sana wachezaji. Ndio maana unaona Fei imekuwa ni gumzo sana anapoelekea kwenye hii mechi. So ni mechi mara nyingi ambayo imekuwa ikikumbusha kwamba huyu alishawahi kucheza Yanga na performance yake haijawahi kudanganya mara nyingi. Itakwenda pia kumkumbushia Ishmanula nafikiri kama atapata nafasi. Tamkumbushia kwamba alikuwa Simba, alikuwa kwenye dabi huko, anakuja tena kucheza dabi nyingine huko. Yaani ni mechi ambayo imebeba vitu vingi kwenye msimu. Mechi za mwisho Yanga kupoteza ndio hiyo ambayo alipoteza na Azam. Kwa hiyo anakwenda sasa hivi akiwa na mawazo ya kwamba nikikosea inawezekana nikapoteza tena. Lakini Azam nao wanaenda wakiamini kwamba wakishinda hiyo mechi watarudi kwenye kasi ya kuwania ubingwa msimu huu. Kwa ujumla nafikiri hata chaguo la kuipeleka uwanja wa Benjamin Mkapa lilikuwa ni chaguo sahihi sana, kwa sababu mashabiki nafikiri ni sehemu yao nzuri zaidi ya kuzitazama hizo timu ambazo kwa msimu huu mpaka sasa hivi zimefanya vizuri sana. Lakini unakumbuka pia michuano ya kimataifa ziliperform vizuri kwenye kila moja kwenye hatua yake iliyofika, ingawa kuna nyingine hazikutimiza matarajio yao, lakini wote malengo ambao waliyaweka ilikuwa ni kufika hatua ya makundi na wakafika hapo. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni level ya mechi ya ligi ambao kila mmoja anatakiwa kwenda kuitazama. Mimi kwangu labda tu sasa isiharibike. Yaani isitokee ikawa muamuzi labda ameharibu mchezo. Muamuzi atakuwa nafasi. Usiseme labda bwana. Tushazoea sasa hivi muamuzi kuharibu mchezo. Yaani mimi sasa ndo sitaki hivyo. Yaani kama ni mazoea basi kwenye hii tusiwe na mazoea. Mimi nimemwangalia muamuzi anachezesha mechi ya Mamelodi. Mechi ya Mamelodi na nani na Stade Malien. Ukimtazama ule muamuzi ni ule wa Gaboni ambao nafikiri yuko kwenye listi ya waamuzi wanaenda World Cup. Kwa waamuzi wale watano wanaotoka Afrika. Bonge moja la muamuzi. Chezesha ile mechi vizuri sana. Aitwa Jean-Pierre Acho. Yaani kachezesha vizuri sana. Kwanza hana pressure, ametulia. Mechi ilikuwa nzuri. Magoli yote nafikiri magoli mawili au matatu yote ya Mamelodi ni ya kwenda kuangalia kwenye VAR. Na alikuwa anawatuliza, tulieni tuangalie kwanza, tukimaliza tunarudi. Akirudi anaweka kati na hakuna anaobisha. Yaani mwamuzi ambaye anachezesha mechi kubwa lakini unafika mwisho wachezaji wa timu zote mbili wanamfuata mwamuzi, wanampa mkono. Alafu ni mechi ya hatua kubwa sana kwenye michuano ya CAF. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kuna kitu sisi tunatakiwa tujifunze ili tuweze kufikia kwenye level hiyo. Mechi kubwa kama hizi mwamuzi anaopewa lazima ajue kwamba hili ndo daraja lake la kumvusha kumpeleka mbele zaidi. Kwenye mechi 3 zilizochezwa za ligi au 4 za raundi iliyopita. Yaani refa ambaye angalau niliweza kusema naweza nikipewa karatasi naweza kumpa mark za kiwango fulani nchini ni mechi alochezesha Yanga na Prison. Na nilikuwa naweza kumpa maki kwenye eneo moja tu ambalo hilo ndio litatizo kubwa kwenye marefali wetu. Yaani angalau walikuwa wanakimbia uwanjani. Yaani ulikuwa unaona hata akisema cheza halipo yeye na lilipotokea tukio unajiridhisha kwamba huyu kweli hapa kaona. Yaani nikasema huyu ndio refa ambaye tungeipata marefa kama yaani alikuwa anakimbia. Yaani unamwona yeye mwenyewe na yeye anavuja jasho yani. Mwalimu kitaaluma Masea. Ni mwalimu kitaaluma. Basi unajua walimu wanakuaga wasuli sana. Ndio maana yaani unafurahia anapochezesha kwamba huyu refa anakimbia kiwanjani. Sio anatembea, anakimbia na yeye. Pamoja na hilo ulisema. Ni moja ya kitu ambacho nilikiona na nikakisifu kwake. Kuna ugonjwa umeingia kwenye ligi yetu sasa hivi. Ugonjwa wa kupoteza muda. Mechi zetu nyingi zinachezwa dakika 45 baada ya dakika 90. Lakini yule mwamuzi alipambana sana na hiyo hali ya kupoteza muda kwenye ile mechi. Alipambana nayo sana. Kuna wakati alikuwa anamwambia mpaka mchezaji wa timu pinzani nenda kalete wewe mpira kule nje ili tuendelee kucheza mpira. Yaani alikuwa hataki sana swala la kupoteza muda. Ambao ndio kitu sahihi kwa sababu shabiki anaenda kuangalia mpira anataka kuangalia mechi dakika 90. Zikipungua sana basi zije angalau 85 mmepoteza dakika 5. Na ndio maana ukifuatilia kwenye World Cup inakuja kuna sheria ngumu sana za mpira wa kurusha, sijui kona, sijui kupiga faulu, sijui yaani zote zimewekwa kwenye sheria ngumu sana ambazo zitawafanya wachezaji wengi sana wasipoteze muda. Sasa hivi kinyanyuliwa kibao kile kwamba unatakiwa utoke nje na fisi ni sekunde 35 sio 40 kwenye World Cup. Usipotoka ina maana mwamuzi anaendelea
mpaka mpira uje ukatoke tena ndo mtaruhusiwa kufanya yale mabadiliko. Kwa hiyo ni visheria ambavyo vinawekwa kwa ajili ya kuokoa muda kwenye mpira. Lakini sisi kwetu tumekuwa na shida sana sasa hivi. Lakini Philip, sio kuokoa muda. Tuwe wa kweli Philip. Kama leo NBC wameweka hela kwenye ligi. Kama leo Azam wameweka hela. Angalia vilabu wenyewe, karibu kila kampuni sasa hivi ipo kwenye ligi kuu ya Tanzania. Watu wanalipa hela. Angalia mechi kama hiyo unaosema ya Dodoma na Yanga kwa muda ule, lakini angalia uwanja ulivyojaa. Alafu pale watu wanafika kutaka kuiona ile burudani, hela aliolipa. Mechi ya Prison kwanza, sio ya Dodoma, mechi ya Prison na Yanga. Alafu mtu kalipa muda ule usiku, katokea kule Dodoma kule labda katokea hapa Mpopo. Kaja pale Dodoma mjini kuangalia mechi. Alafu anafika pale anaangalia mechi dakika 70. Kuna mtu katoka Dar es Salaam hapo. Kaifuata mechi pale. Katoka Dar es Salaam kaifuata mechi pale. Alafu unakuja kupoteza muda kwa kulala, sio unaanguka kwenye machela na nini. Haipendezi. Haya basi sawa. Bado tupo katika Dabi. Amenisaidia kidogo wakati anaelezea kuhusiana na Feitoto kwa sababu swali lilikuwa linafuata hapo. Kwa nini Feitoto? Lakini amedadavua kama ulimsikiliza. Lakini kwa mara ya kwanza kabisa we Jabir, ukiona headline kama hii unaitafsiri vipi, na ndege inaondoka na kipeperushi na vinginevyo kwa mara ya kwanza? Mimi ningefika kwenye ubao wa magazeti, ningenunua gazeti. Ungenunua gazeti kwa sababu ya controversial ya Zigo la Fei. Heading na picha zilizowekwa. Kwa sababu yani kitu ambacho kwa haraka tu ningeelewa ni hiyo ndege kubeba hiyo kipeperushi ni kama kawaida. Lakini yote hii design ingenisumbua sana. Ingekuwa lazima nisome kwa nini Fei yupo hapo na kwa nini mizigo yake. Na wameshasema ndani. Kwa hiyo pia bado ni kuhusiana na namna ambavyo amecheza mechi mbili tofauti. Lakini unadhani pia hata Yanga kuna wachezaji ambao wamecheza huku na huku. Ni kweli. Lakini labda ni kwa sababu tu ya takwimu. Sio takwimu, nafikiri na staili ya Fei alivyoondoka Yanga, ile tukio lilipotokea. Kwa hiyo ndio maana inaonekana, na hata yeye Fei ashawahi kuthibitishia washabiki alivyofungaga mechi ya Yanga na Azam kwa jinsi alivyoshangilia. Na nafikiri ameshafunga mara 2 dhidi ya Yanga. Anamfunga Diara. Kwa hiyo zile alivyokuwa anashangilia. Kwa hiyo nafikiri Mwalili ndio maana labda atakuwa alikuja na hiyo. Kule Yanga kuna Faridi ambaye pia amechezea Azam. Kuna Sure Boy ambaye pia amechezea Azam. Lakini labda kwa sababu Prince Dube. Sasa hapa wamenikumbusha. Muda. Sasa hapa unaona za vitu vinavyomwagika kinabobojoka. Kwa nini sio muda? Kwa nini sio muda? Nikusaidie kitu kwanza. Kabla hatujaenda kwa nini sio muda. Hiyo story haina uhusiano na hicho unachokisema. Yaani huko ulipoingia wewe hakuna uhusiano. Nimeiongezea. Yaani umekuja na story yako mpya. Nimeiongezea. Kwa ukisema kwa nini sio muda, kwa muda itakuja siku nyingine, kwa Dube itakuja. Yaani hiyo story ni story tofauti kabisa na hicho ambacho unakifikiria. Ukipata nafasi ya kuisoma utakubaliana na hicho ambacho ninakwambia. Basi bwana, kwa mara nyingine tena Mwalili kanipinga kama alivyokupinga wewe. Sijakupinga, nimekwambia ukweli. Kwamba maelekeo na uelekeo sio nakoelekea. Haya basi. Kwa hiyo soma gazeti la Mwanasport. Nafikiri huko pia hiyo mechi ya mabao inaulizana leo. Labda kuna story ya Mzizima Dabi Dabi. Yenyewe haipo kwa maana ya 100%. Ilichofanya imemuelezea Depi. Mimi nataka hiyo story ya Nakuruhusu. Soma paragrafu moja ya story ya Depi. Nakuruhusu tu mimi mwenyewe. Paragrafu moja. Hiyo ya kwanza kabisa. Bao pekee lilofungwa na la Ulindo Wilson Maria Depo na kuipa Yanga ushindi wa bao moja dhidi ya Mafande wa Tanzania Prison limefanya timu hiyo kuandika rekodi mpya ya kufikisha jumla ya mabao 100 ligi kuu, huku pia ikifikisha mechi 33 bila kupoteza mchezo wote. Mimi ninachokitia wasiwasi TRA na Simba, hata huko ameandika story. TRA vs Simba mechi ya mabao. Huko napo ipo.
Ndo nachokisema hicho kwamba huku na huku na kule, Mwalili ameona nini labda katika data, labda tukasema hivyo mpaka kuitabiria kwamba ni mechi ya mabao. Inawezekana pia tunachokifikiria sicho tena. Tumuulize Charles, inawezekana tunachofikiria sisi sicho. Basi ndio mtu anunua gazeti ya Songa. Sawa bwana. Haya, Jabiri. Kwa sababu hicho mimi naamini hicho mnachokifikiria inawezekana ndio hicho kwa sababu hata headline imeenda moja kwa moja kwenye mechi. No, headline imeenda moja kwa moja kwenye mechi. Tofauti na Mwalili. Headline si imeenda moja kwa moja kwenye mechi. Kwenye mechi ya husika. Yani ni imesha point kwamba hii story inahusu mechi. Kwa sasa imekuwaje ya mabao ndio humo ndani ipo. Haya, hiyo ni story ya kwanza huko ya mechi ya mabao, lakini katika story ya katikati Ibenge ataja sifa 3 Yanga. Ataja sifa 3 Yanga. Ngoja nikwambie issue moja hivi, Jabiri pamoja na nani. Kocha ambaye anazungumza a day before ama siku 2 kabla, akiwa yule nani yule Mokoena Rula na Mokoena katika mechi moja ya CAF na Yanga alivuruga sana alivyoitaja Yanga sijui nini kwa majina. Alikuwa anataja mchezaji majina yake yote matatu, nafasi anayocheza, idadi ya magoli aliyofunga, assist alizotoa, anachezaje. Wa Yanga yeye ni kocha wa Mamelodi wakati ule. Ndio nakumbuka hiyo mechi. Unakumbuka? Akatuvuruga kama nchi. Alivuruga kama nchi. Akatuvuruga kama nchi. Kwa sababu yule alikuwa mwakilishi wa nchi. Yanga. Okay. Sisi mashabiki wa Tanzania tukavurugwa. Sawa. Umeona? Sasa kwa Ibenge kutaja sifa 3 Yanga, maana yake anaijua Yanga ndani nje. Na makocha wa namna hii, wewe mchambuzi pia wakati fulani, na makocha wa namna hii wanakuonyesha kwamba wanafahamu mbinu zako. Yani mpira umebadilika, Philip. Yani mpira umebadilika sana. Yani upo mbali sana mpira. Ndio maana sasa unaweza kukuta klabu ina watu maanalisti kama 3 4. Yani kazi ni hizo tu. Na unaweza kukuta saa nyingine, unajua kwa mfano wanasema makocha wakubwa wale, yani makocha wakubwa kwenye vilabu hivi, mara nyingi wao wanapumzika sana kuliko wale wasaidizi zao. Hapana. Hapana. Makocha wakuu wapumziki. Unajua kocha mkuu yeye ndo kila kitu. Yaani huo mpango mzima ufanyaji kazi wa klabu. Kuandaa mpango kazi kila kitu ni kocha mkuu. Mpaka chakula. Sasa hiyo ni data nyingine kabisa. Yaani kwenye tunapozungumzia swala la ufundi. Yaani kocha mkuu wewe ndio unaratibu kila, na ndio maana yani angalau katika timu mtu anaweza kupumzika kwa muda mrefu ni mchezaji. Unajua mchezaji akishamaliza kucheza tu yeye anaenda kupumzika. Lakini kocha anarudi tena kufanya assessment ya mechi ilivyokuwa, anakwenda kwenye mchezo ujao kuwaona wapinzani wake na aje na plani gani. Kwa hiyo kocha mkuu bado anajukumu, yani ndio maana mwisho wa siku huyu akaitwa mkuu. Majukumu mengi baadaye nadhani nitakutumia kitu kuona mgawanyo wa hizi kazi za jamaa ulivyo. Lakini bado kocha mkuu ni mtu ambaye ana vitu vingi sana. Sasa niliwahi kusoma makala moja, kocha msaidizi wa Liverpool akiwa anaeleza jinsi anavyofanya kazi. Nafikiri Jabiri unachozungumzia ni huko, unawezekana uko sahihi, lakini sasa mpango kazi wa kocha msaidizi unatoka kwa kocha mkuu. Yaani wanachokizungumzia watu wengi kumzungumzia kocha msaidizi ya kwamba anafanya kazi nyingi ni kwa sababu kuna wakati unaweza usimuone kocha mkuu field. Yaani unajua kama pale tukiingia kwa Mkapa hivi kuna mechi labda sio ni Simba na Yanga, hautakiwi yani kwenye timu nyingi kubwa uwezi kumuona sijui kocha Steven Becker kule uwanjani wakati ule wa kufanya home up, sijui timu zinajiandaa na nini. Uwezi kumuona Pedro kule uwanjani kama kweli anataka kuact kama kocha mkuu. Utaona wasaidizi wake kule wakifanya kazi. Lakini pia kwenye kipindi cha kina Wenga kina nane, mimi kuna kitabu pia niliwahi kusoma, alikuwa anafika mazoezini siku 2 kabla ya mechi. Yaani hata kama mna session siku 7,
Yes, siku 2 zile kabla ya mechi ndo anakuja, ni hapa tulishakubaliana hivi na hivi na hivi, wala wasaidizi wanakuwa wameshafanya kazi. Lakini hawa wote wanafanya kazi kupitia kwenye mpango kazi wa yule kocha mkuu. Na kinachowasaidia wale ni nini? Ndio maana ukiangalia selection ambao wanafanya sana makocha wakuu. Yaani kocha mkuu akifanya selection ya msaidizi wake, yuko tayari wakose kazi wote miaka 3 au miaka 4 kwa sababu anajua huyu ana maono yangu mimi, yani anajua mimi nataka nini. Mourinho aliwahi kusema, akasema kocha msaidizi ndo ana maono ya kocha mkuu. Yaani ana uwezo wa kusema naenda kufanyia operation na kuachia programu hii hapa ifanye, na anaifanya. Sasa ukija ukikutana na makocha wengine ambao yeye anataka kujitengeneza kupitia kwako, ndio wale ambao mara nyingi unawaona ya kwamba baadaye anakuja anavurugana na kocha mkuu. Kwa hiyo lazima uwe na mtu ambao anajua kabisa kwamba huyu mimi ni bosi wangu, na kama mimi ni bosi wangu natakiwa nipite kwenye njia hii. Mfano kuna kocha mmoja nafikiri ni huyu kocha wa Simba sasa hivi, Steven Becker. Wakati anakuja Simba, moja ya wasaidizi wake ambao walikuwa kwenye listi alikuwa ni mdogo wake na Fadlu Davis ambao walikuwa naye kule Afrika Kusini. Kwa hiyo jamaa aliposema naye bana mimi nabaki, ikamfanya jamaa badilisha msaidizi mwingine, akamchomeka mwingine katikati. Lakini inaonekana ni kwa sababu maono yake yalikuwa kwa yule. Mfano wewe Fadlu mwenyewe alipokuwa Simba, sehemu kubwa ya kazi nyingi, hata zile programs nini alikuwa anasimamia wasaidizi wake. Yaani jamaa alikuwa anakuja, anaangalia, lakini anaangalia je, kile tulichokubaliana ndio hicho ambacho kinafanyika. Mimi una mtu mmoja alikuwa anafanya nao kazi, aliniambia alikuwa ana uwezo wa kuamshwa saa 8 usiku. Yuko nyumbani. Jamaa apiga simu saa 8 usiku. Vipi safi? Umelala? Washa gari njoo kambini mamoja. Unafika pale kambini unakuta jamaa wanakoroga kahawa. Wameshawasha projector, wameshawasha nini, kuna kitu unatakiwa lazima tujifunze sasa hivi. Utajifunza tu utafanyaje? Kwa hiyo anakuambia wale jamaa kulala walikuwa hawalali. Yaani muda wote mmemaliza mechi wenyewe wanakuja wanafanya assessment za mechi, wanawasha projector, wanafanya kazi mpaka saa 7 saa 8 usiku. Ndio wanaondoka zao wanaenda kupumzika. Kwenye ndege siti zao lazima ziwe karibu kwa sababu muda wote ni muda wa kazi. Kwa hiyo unapomwona hapo Ibenge anazungumza hiyo, yani kila kitu kashaletewa. Kila kitu analetewa. Kwa ruhusa tusome hizo sifa. Unaweza kusoma tu okay. Sifa ya kwanza kabisa unaona tumeenda tofauti na Mokoena. Sifa ya kwanza inaongoza ligi. Yaani Yanga inaongoza ligi. Ndio sifa ya kwanza hiyo. Na ina timu yenye kiwango bora cha kutokupoteza mchezo hata mmoja. Sifa ya pili, ina wachezaji waliokomaa. Sawa? Alafu sifa ya tatu, anasema kwamba ni timu inayotaka kutetea ubingwa. Sifa za huyu bwana ni tofauti na yule bwana Mokoena. Sasa ndio zile. Yaani hapo kilichoona ni kwamba huyu hajasidadavua kwa undani. Yaani unajua ndio maana nikasema yani labda yani inawezekana yani Ibenge hajaingia kwa undani kwa sababu hata huyo Mokoena nakumbuka hata siku ile pizza unakumbuka alipokuja kwenye kufungua launch ile ya Yanga School. Alisema kwamba mchezaji aliyekamilika anatakiwa awe na hiki na hiki na hiki na hiki. Baadaye akaanza kuzivunja zile. Kwa hiyo hata Ibenge, yani hivyo vitu alivyosema kwa mfano kama vivunja. Mwingine katukumbusha kwamba Ibenge alikuwa anazungumza nani yule Mokoena, anaweza akamtaja mchezaji wa Yanga kwamba labda Aziz Ki anatumia hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa hivyo ni vitu sasa hapo ndo yeye amevunja sasa yani ile kwenye hizo small details. Sasa hapo Ibenge na maana inawezekana labda mimi sijasoma hiyo story lakini inawezekana amevunja yani hajavunja general. Inawezekana. Lakini pia kuna wakati tunasema makocha wanakufichia white. Kwa sisi ambao tunacheza mchezo wa pool, kucheza mchezo wa pool table. Yaani anakufichia white, yani kwamba ile keti yako ndani yako nyeupe, ile kitufe cheupe anakificha yani kiasi ambacho usione keti yako ambayo unatakiwa uipige. Kwa hiyo inawezekana Ibenge amezungumzia hivyo kwa juu kwa sababu pengine anaamini kwamba akisema vunje anaweza akauza silaha kwa adui. Kwa hiyo hapo amefichia Yanga white. Haya, lakini anasema yeye anachotaka ni kupunguza gap, yani Ibenge kupunguza gap kati ya Yanga na point alizonazo Yanga na Azam. Na msimamo uko kama ifuatavyo.
kwamba Yanga inaongoza iko na pointi 32, imecheza michezo 12. JKT yupo pale nafasi ya pili, michezo 17 amecheza, ana pointi 28. Azam anafuata akiwa na pointi 27, amecheza michezo 13. Mnyama Simba amecheza michezo 12 na ana pointi 27, na ya tano ni Pamba na pointi 24, imecheza michezo 15. Pamba safari hii amna Pamba wana kitu fulani cha tofauti. Kuna sababu fulani hapo Pamba ukiangalia kwenye idadi ya michezo ambao wamecheza 15. Wamecheza michezo 15. Kwa hiyo yeye na JKT tofauti yake ni michezo miwili, kwa ambao inakuonesha kwamba ana uwezo wa kumvuka JKT pale alipo kama akifanya vizuri kwenye michezo yake yote miwili. Ila mimi naamini kesho Azam akifungwa, Azam ametoka rasmi kwenye mbio za ubingwa. Mimi kwa mtazamo wangu. Yaani kwa mtazamo wangu Azam kesho akipoteza against Yanga, hesabu za ubingwa kwake asahau. Pale kwanza kwa sababu gap itakuwa ni pointi 8 ambazo sasa wewe yani pointi 8 maana yake kwa kama kwenye makaratasi maana yake Yanga anatakiwa apoteze mechi 3. Akishinda wakati huo wewe utakuwa umebakiza naye mechi moja ya mzunguko wa pili. Ambao unaweza kushinda. Akishinda sasa unajua ndio kwenye hesabu za ubingwa kwanza wewe unatakiwa udili na huyu mtu. Yaani kabla ya kutegemea matokeo ya watu wengine. Yaani kwa mfano kama leo tunavyozungumza ngoja. Uko sahihi kwa sababu ligi yetu inayo ni predictable sana. Yaani kwa mfano leo tunavyozungumza Azam kapita pointi 5, si ndio? Na Yanga. Yanga na pointi 32, Yanga na pointi 27. Maana yake kimahesabu Azam yeye mwenyewe anaweza akachukua ubingwa against Yanga kwa mechi mbili ambazo kabakiza na Yanga. Yaani ukijumlisha na ya kesho. Lakini kwa mfano akipoteza ndio unaanza zile hesabu za kutegemea fulani afunge fulani. Si umeelewa? Nakuelewa. Ambazo kwenye hesabu za yani kwenye mbio za ubingwa kabla ya yote kwanza unatakiwa utegemee kwanza mechi zako. Ni kweli. Mwaka jana tulikopo tuna timu gani, timu yako ya Mbeya kule? Wale Ken Gold. Wana safa kweli kwa chini sasa. Wako chini. Mwaka huu bwana tuna KMC. KMC mimi yani kwangu mimi KMC nafikiri ajipange kwa ajili ya championship. Yani mimi amecheza michezo 16 na pointi 8. KMC shaisha bado. Sina maneno mengi sana ya kumueleza. Tayari kafika nusu. Ameshavuka mechi moja. Yani KMC tayari habari. Kwa mna ile swing ngoja kwanza delegation swing wakati anafanya sherehe zile za kuingia mzunguko wa pili alikuwa na pointi 6. Yule nani? Yule Ken Gold. Akakusanya pointi 10 tu mzunguko wa pili. Na kulipo kuna kampeni tunaziona kwamba ukishinda hapa mechi kuna kitita. Walikuwa na nani? Kwanza Ken Gold ni tofauti yake na KMC. Ken Gold alifanya mabadiliko makubwa sana ya kikosi kwenye usajili wa Januari. Sasa tofauti yake na KMC ni kwamba KMC yeye badala ya kufanya mabadiliko ya kikosi kwa dirisha dogo amebaki vile vile alivyo. Na ukimwangalia ni KMC hakushawishi ya kwamba ana uwezo wa kushinda mechi mbili. Nafikiri baraza la madiwani la Kinondoni na meya wao Mr. Songolo watakuwa wamekubali kwamba bwana hii safari yetu imeishia hapa. Always next time. Una maana kwamba uwanja wa KMC complex utatumika kwa championship na ligi. Sawa. Tutakodisha. Yaani KMC, unajua kuna kitu tunakizungumza hapa, anakizungumza mara nyingi sana mwandamizi ambaye anafika kwenye viwanja vingi vya ligi kuu. Abel. Yaani bado tuna viongozi wachache ambao wapo kwenye ligi kuu wanaoamini kwamba tunaweza kuwa na timu mbovu na tukasurvive, au tunaweza kuwa na mipango mibovu toka msimu unaanza na tukasurvive. Bado tunao wao viongozi. Lakini ukweli ni kwamba ligi kuu ya Tanzania sasa hivi inaweza kuwa ina miaka 10, ishabadilika. Yaani huko shapita huko. Kwamba sio una timu kama vile zamani Afrika Lion sijui mechi 5 za mwisho sijui imefanyaje. Ligi ya Tanzania sasa hivi imebadilika. Yaani ina miaka kama 10. Kwa hiyo mkikaa pale kuzungumzia season mpya, mkae mkijua kabisa chochote mnachobabaisha mnaenda kukutana nacho kule. Jamii unachozungumzia uko sahihi. Kwamba kipindi cha nyuma sio wakati hicho unachozungumzia ulikuwa tunasema mfano mechi ile ya Yanga na Prison. Uwanja si mbovu ule. Ulikuwa unaonekana kwamba uwanja ni mbovu. Tulikuwa tuna wachezaji wetu tunaamini ya kwamba yani hawa ndio wachezaji wetu wa hizi mechi hizi. Yani ukimkosa fulani kwenye hizi mechi
hauwezi kutoboa. Na hata wale makocha nao wakaingia kwenye huo mkumbo. Akienda mkoani, uwanja mbovu, ana wachezaji wake ambao anawatumia. Lakini leo angalia, pamoja na kwamba ule uwanja tunasema ni mbovu, Yanga amekuja kuokolewa na nani? Depu ndo kaja kuokoa, tena bado dakika 5 mechi imaliziki. Mchezaji ambao kwenye hiyo akili ya nyuma kule tusingeweza kuamini kwamba anatumia kabisa. Kwanza angeza hata asitumike. Kusema ataumia. Yaani hivi viwanja hajawahi kuvizoea. Lakini leo unawaona wale wote wa kimataifa wa Yanga wanagongana, wanapambana, wanacheza. Ni kwa nini mpira umeshabadilika? Yaani siku hizi ukisajili tu, ukishakuja tu na usajili wako, kuna watu wanaweza kuangalia hivi wakasema hawa watoboi. Na iko yani iko wazi kabisa, inaonekana kwa jinsi unakuja tu na wachezaji wako uliposajili tu. Yaani kuna ile unakuja na mchezaji mtu anajua huyu hapa hatoboi. Angalia kilichowakuta Prison msimu uliopita. Prison msimu uliopita alienda alicheza nani playoff. Msimu huu unamwona ana mabadiliko makubwa. Hana mabadiliko makubwa sana Prison, bado anaendelea kusafa. Angalia Fountain Gate. Prison, yani zile timu ambazo zilisafa msimu uliopita. Prison inafikiri sio kwa bahati mbaya, sentence yangu labda Prison inafikiri iliondokaga baada ya Twalibu marehemu na Ramadhani Kubia. Mnawakumbuka nafikiri walivyokuaga pale kwenye Prison. Nafikiri baada wao kuondoka na Mwalimu Twalibu kutangulia mbele yake na Ramadhani Kubia alivyoondoka kwenye mambo ya michezo ya pale, nafikiri pale ndio Prison ilipokuwa imeondoka. Mpira wetu sasa hivi ukimwona mtu anasajili mchezaji milioni 30, milioni 40, milioni 50, wewe usiseme ya kwamba mimi siwezi kusajili mchezaji milioni 15. Yaani sisi kuna level kabisa unaiona kabisa. Wachezaji wa milioni 15 kweli utawapata, wapo. Lakini sio wachezaji wa kuweza kuvusha kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Yaani kuna level imeshafika mpira wetu ambao umeshatengeneza standard yake. Ya kwamba wachezaji watakula hivi, wachezaji watalala hivi, wachezaji watasafiri hivi, wachezaji watalipwa mishahara hivi, wachezaji utawasajili kwenye daraja hili. Yaani mchezaji ukiletwa kwenye daraja hili wewe sema huyo sawa mimi namweza. Lakini ukileta bwana huyu mimi nataka wa chini zaidi, basi wewe unashuka. Yaani kwenye ligi yetu utashuka. Hamna hata ubishi. Kwa nini? Kwa sababu level ya ligi imeshabadilika. Angalia hata aina ya makocha sasa hivi. Kuna makocha si hapa nyuma tulikuwa tuna makocha tulikuwa tunaamini kwamba huyu ndo anaweza. Leo ukiwapa timu unaona wanasafa. Kuna aina ya makocha sasa hivi unaona, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na kina Mokoena na kina nani. Lakini kuna mwalimu hapa anaweza akaelezea mchezo. Siku moja tunazungumza na Charles. Tukamwambia mwalimu bora anaelezea mchezo, alafu ukienda dakika 90 za mechi ndo zinakuwa hivyo. Mwalimu wa JKT nani anaenda? Amadi leo anaweza kucheza na Yanga, alafu akakwambia Yanga watakuja hivi, watatumia pembeni, watatumia midfield huyu atakuwa anapitisha mipira hapa, sisi tunazuia hapa hivi na akienda kwenye dakika zote 90 ukiangalia kile alichokisema ndicho ambacho kinakuja kutokea kwenye mechi. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi walimu nao wanatakiwa wajiendeleze. Yaani hakuna mwalimu ule nilisomaga zamani au leo umchukue mchezaji useme tenda kupanda ile milima ya wazo kule afu utakuwa na timu nzuri. Hakuna. Yaani dunia ya soka imeshabadilika sasa hivi. Alafu unajua kama KMC. Nafikiri tuliwahi kuwazungumza hapa msimu unaanza. Yaani KMC unahadi unakaa unajiuliza kwamba vitu gani vinatokea. Kwa sababu KMC walicheza mpaka mashindano ya kimataifa, si ndio? Mchezaji kafu. Shirikisho. Baadaye wakampata yule kocha nani alikujaga na Yanga. Mwalini. Akati mikoa sasa inapiga pasi nyingi sana. Walifungwa goli 6 na Yanga, wale afu wanapiga pasi zote na walikuwa wanamaliza nafikiri kwenye nafasi 8 za juu. Si ndio nani chazi? Kwenye kila msimu. Sasa unakaa unasema kama mlikuwa mna makaratasi yenu ya nyuma ambayo mlikuwa nayo mnayatumia, kwa nini hamuyatumii kuendelea kwamba kumbe hapa tulishia hapa. Tunahitaji kocha aina gani? Sasa ndio tunapokuja kwamba anayeondoka anaamini katika nini, anayekuja unamchukua ambaye anaamini katika nini. Anaondoka Mwalini. Unajua makocha wako wengi sana duniani, sio Tanzania tu. Makocha wako wengi sana duniani. Kocha anaondoka na falsafa hii. Haiwezekani ukamleta kocha ambaye anakuja na falsafa mpya. Yaani haiwezekani ni kocha mara ya kwanza tu anaingia kwenye timu. Hata hajacheza hata mechi moja. Anakuambia bwana wachezaji wote hawafai kucheza hii timu. Yaani yaani unaniambiaje mimi hawa wachezaji wote hawafai kucheza kwenye hii timu wakati mwalimu aliyempita alikuwa anawatumia na wameipa mafanikio. Kwa hiyo katika hali ya kawaida unapata picha haraka kwamba hapa kuna kitu kinachoendelea, kwamba mwalimu anataka kuleta udalali. Sasa of course lazima tuseme hivyo. Lakini tumezungumzia hapa game hiyo ya Prison kwa mfano na Yanga. Unaona Prison walichokifanya. Yaani Prison wamekwenda kumvua mkataba Shadrack Nsajigwa. Sio, umeelewa?
yani sio amekwenda kumchukua tu kwamba mwalimu huyu tunamuondoa, kocha gani sasa hivi yupo tu anazurura mtaani bwana, njoo bwana, kuna kazi hapa. Hapana, yani ili upate kilicho bora lazima utoe kweli, yani ujue kweli. Nsajigwa kwa sisi tunafuatilia ligi ya Championship, yani wale Transcamp ukiona wanavyocheza, yani unaweza yani ni kwa sababu tu Kagera, Geita na Mbeya Kwanza walishatangulia na wana timu nzuri, yani nao wana timu nzuri na makocha wao pia wako vizuri, lakini Transcamp ni miongoni mwa timu tishio sana kwenye Championship, yani ni timu ngumu sana kucheza nazo. Kazi ya nani? Shadrack Nsajigwa. Lakini kitu kingine, Shadrack Nsajigwa ni mchezaji ambaye ana experience akiwa anacheza. Shadrack Nsajigwa alishakuaga na Prison, anajua maisha Mbeya yakoje, anajua nini, yani hata zile siasa za nje ya uwanja. Kuna wakati wachezaji inawezekana morali imeshuka tu, sio kwamba labda mbinu za mwalimu. Kwa hiyo wanaamini kwamba sisi tukimpata Nsajigwa anavyoijua Prison kwa undani atatusaidia. Mimi kiukweli nimekuwa surprised sana na performance ya Prison juzi. Yani ndani ya muda mfupi. Yani anzia mechi na Azam, mechi mbili zinafurulizana against timu kubwa. Timu inacheza kwa performance, yani nidhamu ya kitimu, unaiona kabisa ghafla imekuwa na nidhamu ya kitimu. Na ile performance ya Tanzania Prisons mimi ndio inanipa wasiwasi kuhusu KMC. Yani unajua kuna wakati usiangalie tu kwamba KMC anaweza akafanya, yani akabasiangalie yeye wapinzani wake wanachezaji anaogombania nao hiyo nafasi hapo, ili yani performance ya Tanzania Prisons juzi imenipa sana wasiwasi juu ya uwezekano wa KMC kubaki. Tuangalie sasa hapa, ana pointi 15, ana michezo 15, ana pointi 13. Tunaweza tukanusuru vipi abaki? Anaweza kwenda kwenye playoff kama msimu uliopita, lakini bado wana hali ambayo ngumu. Nani? Prison. Ana pointi, unajua hapo sasa ana pointi 13, amecheza michezo 15, yuko nafasi ya 15. Apoteze mechi 5 hapa, achukue mechi zake 10. Akichukua mechi zake, achukue mechi zake 7. Achukue pointi 21. Ushindi wa moja kwa moja. Achukue pointi 21 tu hapo. Mimi Prison wanaanza kunipa angalau ile matumaini kwa sababu wanacheza. Yani nidhamu ya kitimu. Unajua sasa hivi timu yani timu yao inavyocheza, unaona ina nidhamu. Ukiangalia game na Azam wameheshimu Azam, game na Yanga wameheshimu Yanga, kitu ambacho hakikuwepo nyuma. Unajua Prison katikani kabla Nsajigwa hajaingia, tofauti na KMC. Yani KMC inavyocheza haikushawishi kusema kwamba hii inaweza ikapata matokeo against fulani. Kwa hiyo hizo pointi 21, yani achukua pointi 21 hapo, sasa ana 10 na 13. Kwa mfano sare hapo pointi ngapi? 21 anakuwa na 34. Anakuwa na pointi 15, bado zinakuwa zimuokoi. Hata 30, hata hizo unazosema kishinda 7. Ndo nasema yani hapo akichukua 21. Akichukua pointi zake hizo 21 akijumlisha na hizo ambazo anazo, ana 33, atacheza playoff. Playoff atabaki kwenye ligi. Mwaka jana mtu aloshuka sikashuka na 35. Sasa ngapi? Na 5. Msimu uliopita. Nani alishuka 35? Nipeni. Hakuna alishuka 35 msimu uliopita. Hakuna alishuka na 35. Kagera alishuka na ngapi? Nani? Kagera hakushuka na 35. 35 msimu uliopita amebaki kwenye ligi. Huyo mwenyewe KMC tunayemsemea alikuwa na pointi 36 nakumbuka msimu uliopita kama usikosei. Producer kama ana 37 kama 38. Producer kama ana msimamo wa mwisho mwaka jana. 35 mtu hajashuka msimu uliopita. Au msimu uliopita kuna msimu nakumbuka alikuwa msimu nyuma zaidi, lakini kwa msimu uliopita 35 hapana. Kwa hesabu zako kama 35, lakini nakumbuka kuna msimu 35 ligi yetu ushuka. 35. Wewe chukua zako 35 hapa wote. Ila playoff unaweza playoff. Timu ya ligi kuu, mfumo ulivyotengenezwa, timu ya ligi kuu ikicheza playoff inabaki kwenye ligi. Nitafutieni kwenye hii misimu 4 au 5 utaikuta timu moja au mbili ambayo imetoka championship wapi ikacheza playoff ikanani Mbeya City ndio aliondoka na Mashujaa. Si ndio nakwambia sasa ni hao watafute, unakuta wachache. Tena ombo igawe na Mbao pia. Mbao walidondoshwa nakumbuka na kule nyuma kule. Na wale nani wale? Kuna timu ilimwangusha Mbao. Kacheza playoff Mtibwa mara 2 mfululizo, kabaki. Prison mwenyewe akacheza Prison, kabaki. Kacheza Fountain Gate, kabaki. Kacheza KMC, kabaki. Yani asilimia kubwa huku kwenye hizo timu zinazotoka ligi kuu. Mimi ushauri wangu kwenye hiyo playoff wangecheza wenyewe. Yani wangepangwana huko wenyewe, wakatoana wenyewe. Wale wa kule championship wapande moja kwa moja. Wapande moja kwa moja. Yani kuja kuambia hao wakacheza tena na wale, unawapa mzigo mkubwa sana wale wanatoka kule championship.
Kwa hiyo ukiniambia mimi kwanza kwenye ligi yetu hiyo misimu yenyewe unasemea minne. Hii misimu minne ya Yanga. Na kuja kwenye ile hoja ile ya Chazi. Misimu minne ya Yanga. Timu ikishapoteza mechi 2. Yaani wastani wa timu iliyochukua ubingwa imepoteza mechi 2. Yanga kuna msimu mmoja nafikiri alikuwa ni beaten. Misimu mingine yote hapa katikati ampoteza mechi 2. Ndio akachukua ubingwa. Sasa kifanyike nini? Kwa sababu ukiangalia hapo kwa haraka nini solution? Solution ya nani? Unataka kumuokoa nani? KMC labda. Kumuokoa nani? Yaani msimamo. Sababu kuna timu yako unataka kuiokoa ni ipi? KMC. Mimi nilipambana na Ken Gold yangu msimu uliopita ikashuka na pointi zake 18 sijui. Wewe unataka kumuokoa nani hapo? Timu nne za CAF zipo, si ndio? Timu nne za CAF ziko pale. Ziko pale. Ukipiga mahesabu hapa Yanga, JKT, Azam, Simba. Lakini mimi nikuhakikishia sasa kuna timu nne zinabadilika. Haziendi zile ambazo zilienda. Tuanze kwenye kipindi leo. Mpaka siku ya mwisho tutakao kuja kwenye kipindi hapa. Haziendi zile ambazo zilienda. Zinaenda zile. Kuna timu moja ina change hapo katikati. Zinaenda zile. Ukimwangalia Singida, ndani yake. Zinaenda zile. Kila mtu awe na target yake. Zile. Singida yumo. Anaenda nakwambia zile zinaenda. Singida yuko nafasi ya 9. Hapana, yuko nafasi ya 10. Ya 10. Pointi ngapi? Amecheza michezo 13, ana pointi 19. Anaenda. Kama anavyosema ukitaka kusalia kwenye ligi nini pointi 35? Anaweza kaenda. Mwangalie JKT hapo na pointi ngapi? Singida amecheza mechi nyingi. Na mechi ngapi? Ana pointi ngapi? 26. 26. Ana pointi 26. Amecheza michezo 17. Maana yake tofauti michezo 4. Ameshinda ngapi? Win 7, si ndio? Msimu uliopita aliwini 8. Hapo anabakiza mechi moja tu atimize target yake ya msimu uliopita. Alafu akatoka sare mechi 12 msimu uliopita. Hapo ametoka sare mechi ngapi? 8 au ngapi? 7. Kwa ambakiza mechi 5 atimize target yake ya msimu uliopita ambayo ilimbakiza kwenye ligi. Yaani msimu uliopita alishinda mechi 8, akatoka sare mechi 12. Mimi naangalia hapo kama anavyosema Bwana Jabiri top 4. Je, anaingia huyu Singida ukiangalia kimahesabu? Maana yake mahesabu wakati Singida anakuepo hapo. Tushakubaliana na nani na Philip tumewekeana na nini? Mimi na yeye tunakubaliana. Hamjakubaliana. Huyu kasema kuna mmoja atatoka. Tumekubaliana mwisho wa msimu tuone. Performance ya Singida ya sasa hainishawishi mimi binafsi. Yaani performance yake ya Singida hainishawishi mimi kubaki kwenye ligi. Sawa. Sasa mimi kubaki kwenye CAF. Hata matokeo ambayo Singida anayapata. Kubaki kwenye CAF. Hata matokeo ambayo Singida ameshapoteza mechi ngapi, ana sare mechi ngapi? Singida ameshinda michezo 5, amesare 4. Hajapoteza. Amepoteza miwili, si mitatu. Amecheza 4. Hiyo sio performance ya mimi kuniambia kwamba timu inaweza ikaenda CAF. Yaani Singida kama kweli ana uwezo wa kwenda CAF. JKT kapoteza 3. Anatakiwa lazima abadilishe mentality ya timu yake jinsi ya. Yaani unajua, yaani mimi kwa nini naamini Singida naipa nafasi hiyo? Hamna chochote ambacho ukiniuliza kwenye meza kwamba kwa nini unaipa Singida hiyo nafasi, nitakwambia zaidi ya tu wachezaji wao, uzoefu wao. Basi ndio kitachowabeba. Na ingekuwa kama hawana uzoefu wachezaji wao na walivyotoka kwenye mashindano hayo, hata sasa hizi mechi ambazo wameshinda wangekuwa wajishinda. mimi naungana na Nkini. Na mimi inawezekana Singida akienda CAF labda kwa kuchukua kombe la shirikisho la CRDB. Lakini iwapo itatokea bingwa wa ligi kuu kachukua shirikisho la CRDB au timu iliyomaliza katika nafasi ya pili imechukua CRDB, mimi timu ambayo binafsi nahisi kama inaweza ikamaliza ikaingia katika top 4 nyuma ya Yanga, Azam na Simba, naona TRA United. Yaani mimi kama imani hiyo inaanza kunipa kwamba TRA safari inaweza ikamaliza katika top 4 kwa mtazamo wangu. Wachezaji wao waliosajili Januari sasa hivi wote wamepata vibali. Maana walikuwa wanacheza wamepata vibali, lakini naona kama wameanza kuseto. Yaani as a team. Kwa sababu wameanza kuseto kufuza kocha yani. Lakini pia hata wachezaji yani unaona kabisa kile kitu ambacho Etienne anakiingiza kwenye timu kama kinaanza kueleweka kwenye vichwa vya wachezaji.
Mimi nakuongezea timu zingine hapo mbili. Nakuongezea timu zingine mbili. Kwenye ushindani wa top 4. Hiyo ya TRA ambao anaisemea huyo na kuongezea hao JKT. Alafu na kuongezea Namungo. Mbona 3 hizo? Ndio sawa nikasema yani kaongeza mbili. Kaongeza mbili. Pale katika ushindani. Na kuongezea timu ambazo zinaweza zikaleta ushindani kwenye michuano ya kwenda kwenye nafasi ya 4. Kuongezea JKT na kuongezea Namungo. Mimi naangalia kwenye hesabu moja hivi ambayo naweza nikawa pamoja na Jabir. Wale JKT na Singida wamepishana mechi 4. Sawa. Tukasema kwamba endapo mechi 4 Singida atashinda, endapo atashinda na pointi 12. Habari kibindoni babu. Ngoja. Yaani habari kibindoni, silaha mkononi. Ulichonacho mkononi ndio ulichonacho mkononi wakati huo. Bwana akatumia neno la zamani sana. Yaani ulichonacho mkononi huu mpira, kwa sababu inawezekana pia hizo 4 pia asipate hizo pointi 12. Sawa, haina shida. Wale wana pointi 19. Wale Singida. Ukikalculate ili waweze kuwa kutai pale hizo 12 kwamba amepata pointi 12. JKT 32. Difference point ngapi? 32. 19. Alafu sasa hapa ni 29. Kwa hiyo unaona ulinganifu. Mimi nakuhakikishia hizo mechi unazosemea. Singida hana uwezo wa kuzikusanya hizo. Tuanzie kesho, tuanzie mechi yake tuangalie katika hizo mechi 4. Asante sana. Katika kurasa za mwisho kwa siku ya leo, na nikwambie tu kwamba kesho ni Dar es Salaam Derby. Mvua imenyesha. Mimi mvua ikinyesha bwana inaniwazisha. Basi inatosha. Sasa inaniwazisha kwamba kiwanja kitakupo bora, tutacheza vizuri. Uwanja ni mzuri Toka chani wamerekebisha. Toka kipindi cha chani ule. Haya warekebisha. Maji Jana mheshimiwa kaenda pale Makonde. Nimeona. Asante sana jamani kwa wakati huu. Tusubiri leo hii Simba anacheza kwanza. Alafu tusubiri pia mechi ya kesho saa 2 usiku dhidi ya Azam na Yanga. Ya Simba ni tangazo. Ya Simba TRA na Simba. Haya, kesho ndio hivyo tena. Kwa hiyo tunaanza kumhesabia TRA leo TRA na Singida tunahesabia tunaanzia leo kwenye mahesabu. Asante sana jamani kwa siku ya leo, nikutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Azam Media, lakini pia usikose kufuatilia redio yetu ya UFM. Mimi ni Philip Cyprian. Siku njema.